Hii ni Sanga Media TZ na leo ni Media Day ambayo inafanyika hapa Chamazi Complex, na wameandaa Azam mahususi kwa waandishi kuja kukava story mbalimbali kwa viongozi wao pamoja na wachezaji. Na hapa tupo na goalkeeper wa Azam FC bwana Zuberi Foba. Bwana, kwanza hongera kwa kufika hatua ya makundi katika kombe la shirikisho barani Afrika. Asante sana. Bwana Foba, ulidaka mechi kadhaa hizi za mission za kufika hatua ya makundi na hatimaye Mungu Azam FC kawaona, kawasimamia na mmefika hatua ya makundi. Je, safari ilikuwa ngumu kiasi gani mpaka kufikia hivi leo? Kile ambacho tulikuwa tukipanga mwanzo kabla ya kuanza msimu kimeweza kufanikiwa, kwa sababu ni hatua ambayo haikuwahi kutokea kabla katika klabu. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu tumeweza kuvuka. Kwa ugumu ulikuwepo kwa sababu kila mtu alikuwa na hamu ya kuvuka hatua hii. Kwa hiyo kunakuwa na pressure kwa kila mchezaji ili kuweza kuvuka katika hatua hii. Kwa hiyo mashindano ya kimataifa yana ugumu wake. Hakuna timu nyepesi. Kwa sababu kila timu iliyofika katika hatua hii aidha ni wa pili au watatu katika ligi yao. Kwa hiyo katika ligi mtu akiwa wa pili au watatu sio mpinzani mwepesi. Zuberi, imeonekana kwenye kikosi cha Azam FC licha kuwa na magolikipa wengine wazuri, lakini wewe kijana mdogo unapata kuaminika kwenye kikosi. Hii inakutia motisha kiasi gani wewe kama mchezaji? Kwanza nawashukuru stafu, makocha kwa kuweza kuniamini. Pili, kaka zangu walikuwa nao Aishi na Isa, wao ndo moja ya sababu ya mimi kuweza kufanya vizuri katika msimu huu katika hizi mechi ambazo nimeweza kucheza, kwa sababu wao ndo wamenipa mimi nafasi ya kucheza na wameweza kuniaminisha kwamba ninaweza kucheza. Kwa hiyo nawashukuru sana. Muda wote ambao naingia katika mechi au kabla ya mechi, Aishi anaongea na mimi, Isa naye anaongea na mimi. Hata tukiwa mazoezini kama kuna kitu nilifanya ambacho hakikuwa sawa, wananiambia, wananielekeza na basi najirekebisha. Wewe kama mchezaji ambaye ni zao la Azam FC na hatimaye umekupandisha katika timu kubwa, na wewe pia ukiwemo kati ya wachezaji ambao wamefikisha hatua ya makundi timu ya Azam FC mara baada toka wapande 2008 hawakuwahi kufika hatua hii. Najivunia, cha kwanza najivunia kwa sababu wamepita watu wengi tangu nipo katika academy. Naona kucheza mashindano haya lakini hawakuweza kufika hatua ambayo msimu huu tumeweza kufika. Kwa hiyo najivunia, na mimi pia ni mmoja katika watu ambao nitaingia kwenye historia ya wachezaji ambao wamepeleka Azam FC kwenye makundi kwa mara ya kwanza. Kwa hiyo mimi pia nitajivunia, jina langu litakuwepo katika historia leo au kesho, hata ambao sitokuwepo katika timu hii, lakini jina langu pia litakuwepo. Ni mmoja wa wachezaji ambao nimepeleka Azam FC makundi. Tarehe 30 mnakuwa hapa nyumbani kuiwinda Singida Black Stars. Nyinyi kama wachezaji, maandalizi yapoje kuelekea mchezo huo mara baada ya kwenda kukutana na timu ngumu sana katika ligi ya NBC? Maandalizi yanaenda vyema, tumeweza kumaliza mazoezi leo asubuhi. Kama unavyojua, Singida ni timu ambayo ina wachezaji wakubwa na wachezaji experience, wamecheza katika timu kubwa, wamecheza mashindano makubwa. Kwa hiyo mechi itakuwa ngumu, lakini sisi pia tumeweza kujiandaa na mchezo huo. Leo tumeweza kumaliza mazoezi asubuhi. Tuna siku moja kabla ya mchezo, ni siku ya kesho iliyobaki. Kwa hiyo maandalizi ni mazuri, tumeshasahau ya nyuma, tumeshamaliza. Tunaanza tena ukurasa mpya, kwa sababu ukiangalia kwenye ligi tuna pointi 4, tumeshinda mechi moja, tumetoa mechi moja. Kwa hiyo hatuhitaji tena kupoteza pointi nyingine yote, hasa tukiwa katika uwanja nyumbani. Kwa hiyo sisi kama wachezaji tutapambana kuhakikisha kwamba pointi 3 zinabaki nyumbani ili kuweza kuja katika nafasi nzuri na mwendelezo mzuri katika ligi yetu. Na ushindani upoje wa NBC Premier League katika msimu huu? Maana vilabu vimesajili sana na kumekuwa na ushindani mkubwa kulikweli. Ushindani ni mkubwa sana katika msimu huu. Mwenyewe unaona zile timu ambazo watu wanazitegemea kuwepo katika sehemu fulani mpaka muda huu zipo katika sehemu ambazo watu hawajategemea. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa, watu wamesajili wachezaji wakubwa, wachezaji wenye uzoefu, timu zina makocha wakubwa, timu zina wachezaji wakubwa. Kwa hiyo ushindani ni mkubwa sana. Hivyo sisi tumejiandaa vizuri, na mwalimu wetu kila siku zinavyozidi kwenda kwa Mungu anazidi kutupa vitu ambavyo vitatusaidia katika michezo ijayo kwenye ligi kuu. Bwana Foba, asante sana kwa muda wako. Nashukuru.